Vijana wetu bado wanakabiliwa na changamoto mbalimbali ambazo zinahitaji majibu ya kimkakati na majibu pia ya pamoja. Changamoto hizo ni pamoja na ukosefu wa ajira au kukosa ajira zenye tija zaidi, lakini pia tunakabiliwa na pengo kati ya ujuzi wanaopata vijana katika mifumo yetu ya kielimu na mahitaji ya soko la ajira. Lakini wako vijana wanaokabiliwa na changamoto ya upatikanaji wa mitaji na wengine upatikanaji wa masoko kwa shughuli ambazo wanazifanya za kijasiriamali, lakini pia tunazo changamoto za fursa za kiuwekezaji ambazo wanazihitaji pia. Aidha, kasi ya maendeleo ya sayansi na teknolojia na ubunifu imeongeza mahitaji mapya ya ujuzi ambao vijana wengi hawajapata fursa ya kuyaendeleza ipasavyo. Changamoto hizi na nyingine nyingi ambazo sijazitaja kwa baadhi ya vijana zimepelekea kukata tamaa au kuingia katika tabia hatarishi kama vile matumizi ya dawa za kulevya, uhalifu na vitendo vya ukatili. Mimi kama waziri niliyepewa dhamana ya masuala ya vijana, nimeona kuna umuhimu mkubwa sana wa kuwaita maafisa maendeleo ya vijana ili tuweze kuyajenga kwa pamoja. Lakini tukumbuke kuwa kwenye kuitunza nchi yetu ni sisi vijana ambao bado kesho yetu ni ndefu sana. Tukiibomoa nchi hii hatutakuwa na pa kwenda sisi na watoto wetu. Swali la kujiuliza, tunarejeshaje uzalendo wa vijana wetu katika maeneo yetu tunayoishi? Nilipokuwa nawatembelea vijana kwenye vijiwe vya bodaboda, sokoni au kando kando mabarabara wanapofanya shughuli zao, niligundua kuna mambo mengi sana yanawakatisha tamaa. Mojawapo ikiwa pamoja na kuto kupewa nafasi ya kusikilizwa, kucheleweshewa mambo yao wanapofuatilia katika ofisi zetu, lakini pia kutokuwa na taarifa za fursa zilizopo. Maeneo mengi niliyopita, vijana wengi hawafahamu fursa nyingi ambazo zinapatikana ambazo zimetolewa na serikali. Lakini pia nilikuta kuna kukosekana kwa uwiano wa taarifa za kifursa. Inaonekana vijana wanaopata hizi taarifa ni wale wale, wanaofaidika na fursa zinazopatikana ikiwemo na mikopo yetu ni wale wale, na hii kwa namna moja au nyingine imewakatisha tamaa wengine na kuwajengea chuki kwa namna nyingine fulani. Sasa ninatamani tunapojadiliana leo, ni baadhi ya masuala ambayo tunatakiwa tujiulize tunayafanyaje ili kuyarekebisha, ili tuungane na juhudi kubwa ambazo zinafanywa na serikali kupitia Mheshimiwa Rais ili tuweze kuwasaidia vijana hawa. Vijana wengi wanapata taarifa zao kupitia mitandao ya kijamii, na tafiti zimeonyesha 41% ya vijana huwa hawa verify taarifa ambazo wanazipata kupitia mitandao ya kijamii. Chochote wanachokisikia wanakiamini, na muda wao mwingi wanaotumia katika mitandao yetu ya kijamii kama vile Instagram, TikTok, Twitter, Facebook na maeneo mengine ambayo wanayatumia. Sisi kama wizara tumeshaanza mchakato wa kutengeneza mfumo utakaofanya vijana kwa kutumia simu zao waweze kuwasiliana na wizara moja kwa moja, hasa wanapoona mambo yao hayasikilizwi au yanacheleweshwa katika ngazi za mikoa na wilaya. Moja ya hasira ya vijana waliokuwa nao nimekutana nayo huko ni kwamba fursa nyingi tunazowaita haziendani na wanachokitaka. Kwa unakuta umepata fursa ya kilimo, kila kijana unamuita. Ufugaji, kila kijana unamuita. Lakini unakuta yule kijana labda yeye anahitaji fursa tofauti na hiyo. Kwa anaona anahudhuria makongamano na semina nyingi, lakini matokeo hayapati. Si kwamba hayapati kwa sababu hayatakiwi kuyapata, ila kwa sababu fursa unazomhusisha haziendani na mahitaji yake. Kwa tukitengeneza database yetu, maana yake tutakuwa tunajua fursa ya uvuvi inapokuja tunahusisha wale ambao wana interest na mambo ya uvuvi, ili sionekane kwamba tuna semina nyingi na mikutano mingi lakini haileti matokeo. Katika maeneo niliyopita nimeona maeneo ambayo watu wamepata fedha, lakini tangu wamepewa fedha hawajawahi kutembelewa na mtu yoyote wala kufuatiliwa kwa namna yoyote, isipokuwa tu mtu anasubiri marejesho yaje pale. Matokeo yake kijana, kwa sababu anakutana na changamoto, hana mtu wa kumwambia, hana mtu wa kuongea naye, hana mtu wa kumshauri, pesa yake inapotea. Halmashauri ya Bai pia zitolewa pale milioni 100. Tumekuta pale haijawahi kurudishwa hata shilingi moja, na wale vijana wameshasambaratika, lakini hawajawahi kufuatiliwa hata wakati wote. Sasa ni muhimu sana kujua kwamba fedha sio kigezo pekee cha mtu kuweza kufanikiwa katika shughuli zake za kibiashara. Tunahitaji pia kujenga tabia nzuri, kuwa na nidhamu, lakini masuala mengine ambayo yanaweza kusaidia matumizi bora ile fedha. Kwa hiyo tukiwapatia hiyo fedha, hatutakiwi tuache nayo tu. Na sisi kama wizara tumesema tutaweka msukumo kutengeneza utaratibu unaofaa ili nyie kama maafisa vijana pia mushiriki katika mchakato mzima, lakini pia katika ufuatiliaji na utekelezaji wa programu hizi.